Leo nataka niwashirikishe jambo muhimu kuhusiana na kulima chakula nyumbani. Katika hali ya uchumi ilivyo sasa, kupanda chakula nyumbani ni jambo muhimu sana. Na leo nitawaonyesha jinsi ambavyo ninapanda magimbi yangu na hii inanisaidia kupunguza matumizi, lakini pia inanisaidia kupata chakula bora na salama. Sasa hizi ni mbegu ambazo nilizipata baada ya kuchimba baadhi ya magimbi ambayo niliotesha muda mrefu kidogo. Kwa angalia jinsi ambavyo nimetengeneza hizi miche. Unaona kwa hiyo ni lazima ukate kidogo lile eneo la chini, lakini pia uondoe matawi. Alafu baada ya hapo sasa miche yako itakuwa tayari kwa ajili ya kuotesha. Kwa hapo napiga zangu mashimo yangu. Mashimo ni ya kawaida tu ambayo nakuyapiga. Magimbi ni zao ambalo wengi hawalipi umuhimu, lakini lina faida nyingi. Yaani kwanza halihitaji matunzo makubwa, pili linastawi vizuri kwenye maeneo ya joto na ni chanzo kizuri cha wanga. Kwa hiyo badala ya kununua kila kitu sokoni, kwa nini usioteshe baadhi ya mazao nyumbani kwako? Yaani bei za vyakula zinaongezeka kila uchwao. Kwa hiyo ukiwa na bustani yako, hata kama ni ndogo kiasi gani, itaweza kukusaidia kupunguza gharama kwa kiasi kikubwa zaidi. Watu watajitetea, mimi eneo langu ni dogo, mimi unajua. Achana na hivyo visingizio, otesha hata kwenye ndoo, utaona mafanikio. Na faida haipo kwenye kuokoa pesa tu. Magimbi yana faida kubwa sana kilishe. Yana fibers ambazo kwa Kiswahili tunasema nyuzi, lakini pia yana madini kama potassium na vitamin E. Kwa hiyo kwa kuotesha magimbi unailisha familia yako chakula ambacho ni bora kabisa. Kwa mimi leo nimeotesha kama miche 25 hivi, na baada ya kama miezi 10 hivi haya magimbi yatakuwa tayari kwa ajili ya kuchimbwa, na utashangaa sana kwamba kwenye mche mmoja unaweza kupata hata kitoto ndoo. Kwa hiyo sio jambo dogo jamani, yani sio jambo dogo hata kidogo. Hebu ona haya magimbi yanapopendeza. Yaani hapa nimeyapata kwenye mche mmoja tu, magimbi yote haya. Tuseme kama ungeenda sokoni kuyanunua, haya kama una shilingi 8,000 hujayanunua, na bado huwezi kupata yenye quality kama haya. Kwa hiyo hata kama una eneo dogo, jaribu kupanda magimbi. Anza kidogo, anza sasa. Na hii itakusaidia kustahimili hii hali ngumu ya maisha. Kwa kama umependa video hii, tafadhali like, comment na subscribe. Asante.